Nawasalimu nyote wapendwa kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nawaalika tena siku ya leo kwa ajili ya kujifundisha kuhusu afya ya miili yetu. Na mnapoangalia katika sufuria yangu, mnaona nimeweza kuandaa chai. Nimepika apple tea, chai ya matawi ya avocado. Na chai hii unapoitumia katika mwili wako ina manufaa na ina umuhimu katika miili yetu. Kwa mfano, unapotumia chai hii inasaidia sana katika miili yetu. Unapoitumia inasaidia kukinga magonjwa mbalimbali. Pia ina manufaa ambayo ukiitumia inaleta katika miili yetu. Kwa mfano, inasaidia digestion, wale wako na shida ya usiagaji wa chakula katika mwili. Unapotumia chai hii ya matawi ya avocado itaweza kukusaidia ama kurahisisha hiyo kazi ya usiagaji wa chakula katika mwili. Pia inasaidia kulower blood pressure. Wale wako na high blood pressure, unapotumia chai hii inatumika pia kulower blood pressure. Pia jambo lingine inasaidia watu ambao wako na bloating, inawasaidia. Na pia inasaidia watu ambao wako na shida ya gasi, ambaye akitumia chakula kama maharagwe anasikia ni kama tumbo yake imefura. Unapotumia chai hii ya matawi ya avocado inakusaidia sana na itaweza kuondoa shida hiyo ya gasi katika mwili wako. Jambo lingine pia inasaidia ina balance stomach acid. Wale watu ambao wako na acid mingi kwa mwili katika tumbo zao, tunaambiwa ya kwamba unapotumia majani haya ya avocado ina balance stomach acid. Na jambo lingine pia ambalo inasaidia ni ya kwamba tumeangalia ya kwamba ina lower high blood pressure, pia ina control ama cholesterol levels in the body. Na pia jambo lingine la mwisho ambalo naweza kulirudia, nimekwisha kulitaja, ni ya kwamba blood sugar, ina control blood sugar katika miili yetu. Kwa hivyo chai hii ya avocado ina umuhimu sana katika miili yetu na inasaidia sana kuleta afya, na inatusaidia pia kukinga magonjwa mbalimbali. Kwa sababu katika Biblia pia Mungu ameweza kutuwekea msingi, kwa sababu siku hizi kuna watu wengi ambao wanahangaika na magonjwa mbalimbali, wameenda hospitali. Unapoangalia katika dunia ambayo tunaishi, watu wengi matajiri ambao wako na pesa wako na magonjwa ambayo hata hiyo pesa walio nayo mingi, wakisafiri kwenda nchi za ng'ambo wapi na wapi, hawezi kusaidika. Kwa hivyo madawa ambazo watu sana sana wanazozitumia katika hospitali si mzuri, na sana sana zinapotumika huwa zinaleta shida zaidi ya kuponya. Zinaleta shida inakuwa kubwa kuliko ya kupunguza hiyo shida. Ndio maana Mungu mwenyewe anasema hivi katika kitabu cha Isaia. Wacha nisome hiyo haya katika Isaia 47 aya yake ni ile nafikiri ya 10. Usikilize vile Mungu anasema. Biblia inasema hivi katika Isaia 47:12, inasema karibu na mto juu ya ukingo wake, upande huu na upande huu utamea kila mti wa chakula, ambao majani yake hayatanyauka wala matunda yake hayatatindika kamwe. Utatoa maji yake yanatoka mahali patakatifu, na matunda yatakuwa ni chakula. Kwa hivyo tunaambiwa matunda yatakuwa ni chakula na majani yake yatakuwa ni dawa. Ndio maana pia nimeweza kufanya hili jambo hili nikaweze kuliweka katika mtandao, wala ambao wanafuatilia ili pia wakaweze kusaidika. Kwa hivyo tunaambiwa matunda ni kama chakula na majani ni kama nini? Ni kama dawa. Kwa hivyo kuna umuhimu sana, kama una shida yoyote ambayo labda ni ugonjwa unakusumbua, ni vema sana kutafuta njia ambayo inaweza kupata madawa ambayo ni ya asili, maana hayo ndio yanaweza kusaidia miili yetu na kuponya magonjwa mengi ambayo yameweza kusumbua watu. Wacha Mungu awabariki sana na tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Nawatakia siku njema, mambo mema, na pia nawatakia mwaka mpya. Shalom.